Mimi nimekuja kusema ili nipunguze simu. Nyinyi mnaweza mkasema hapa mpo wachache, mimi kwangu mpo wengi kwa sababu mimi naamini nyinyi ni mabalozi wazuri, mtaulizana tu. Mkuu wa wilaya alikuja asubuhi kufanya nini? Alisema 1 2 3. Si ndio? Kwamba ili tusimamie rasilimali zetu. Kwa mimi niwaombe sana, hii 2025 ni kipindi cha mabadiliko. Ni kipindi ambacho tumeshuhudia mabadiliko ya hali ya hewa. Tunashuhudia mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamedhuru hata upatikanaji wa mvua na kila kitu kimeharibika. Misimu ya mvua haieleweki, tunaambiwa kwa ajili ya mabadiliko ya tabia ya nini? Ya nchi ambayo yanatokana na uharibifu wa misitu yetu. Sasa kwa nini turuhusu hiyo na sisi tupo? Tusikubali. Kwa nini? Kwa sababu tunaofanya hivyo sio watu wote, ni watu wachache. Sasa kwa nini tuwaache? Kwa mimi nimekuja kuwaambia tutahitaji ushirikiano wenu, lakini tutaanza operation maalum kwa ajili ya kuondoa wale wote ambao wamevamia misitu, kwa sababu msitu unatakiwa kutunzwa. Lakini nataka tu niwaambie sio uongo, sasa hivi tuko kazini na tunafanya kazi. Kweli kuna dalili za wananchi kushiriki kwa kusudi kabisa kuingia hifadhini wakijua kwamba mazingira ni ya maficho, lakini vile vile wananchi kwa makusudi kabisa mnachukua mifugo yenu, mmejenga mazizi ndani ya hifadhi. Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria. Sasa mwenye nchi ameshasema mimi nitatekeleza. Kwa hiyo nitakapoingia hifadhini nikikuta unafanya shughuli zozote ambazo si halali, tutakushughulikia na tutakufikisha kwenye vyombo vya sheria, na tutahakikisha kwamba tunakuwajibisha. 3, mnalima, mnakata mikaa kwenye vificho sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mazingira ya Maisome ni magumu. Usipotumia mitumbi, kuna sehemu unaenda na mtumbi unatembea kwa miguu kilomita karibia 15 kwenda na kurudi masaa 6. Ndio tulimkamata yule mtu analima ndani kabisa. Hata nilikuonea huruma, kama nikisema twende kule utateseka sana, kwa sababu ni mlima panda shuka panda shuka. Lakini vijana wangu wako vizuri na wako wamekuwa trendi, na tuko tayari kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu kila siku na kila wakati.